Kama kuna maagano iliyekwa kwa vitabu, inaenda kuvunjika kwa damu Yesu Kristo. Maagano iliyekwa kwa mavazi, maagano iliyekwa kwa vyakula, inavunjika kwa damu Yesu Kristo. Neema ya Yesu itembee na wewe sasa. Kila utakapokaribia meza, kuna ukombozi wako, kuna kufunguliwa kwako, kuna kubadilishiwa maisha. Inaweza kuwa siku ya leo unalia, unauliza kwa nini nateseka, ni kwa nini ninahangaika, nimetoa sadaka zangu, nimetoa hata dedication, lakini sioni mambo ikibadilika. Siku ya leo kuna kubadilika. Siku ya leo kuna mambo Yesu anaenda kutenda. Labda ni kifungo kidogo ilikuwa imezuia kupita kwa kukaribia meza. Yesu anaondoa haya yote in the name of Jesus. Kupita kwa kukaribia meza, Yesu anaondoa vifungo vyote. Yesu anaondoa maagano yote. Every covenant ambayo ilisukumwa kwako inaenda kuondoka leo in the name of Jesus. Kuna watu wanajiuliza maswali. Kuna watu ambao wanaona muda umeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata igawa Mungu alitenda ya kwanza na akatenda ya pili, anauliza kwa nini ya tatu imekawia? Siku ya leo ni siku ya ukombozi wako. Siku ya leo ni siku ya kufunguliwa kwako. Siku ya leo ni siku ya kupokea vifunguo mpya kwa ajili ya kufungulisha baraka zako, kwa ajili ya kuinuliwa kwako, na Yesu atende makuu katika maisha yako. Hautalia tena, hautateseka tena, hautahangaika tena, hautajiuliza maswali tena, manake leo ni siku yako. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru kwa ajili mkate Bwana. Naomba nguvu zako zikapate kutawala. Ulinena ya kwamba wakati wa kushiriki meza yako, na ule mkate huwa unabadilisha kuwa mwili wako Yesu, na ubadilisha kuwa mwili wako kiutakaza kwa damu Yesu Kristo. Na tabiria nguvu zako zikapate kutawala Bwana, neema kuikatawale kwa wingi. Kupita kwa mkate na tabiria ukombozi. Natamka kufunguliwa na kuekuru kwa watu wako. Neema yako ikapate kutawala kwa ajili ya kushiriki mwili moja. Bwana, umesema ya kwamba tutakuwa na unity, tutakuwa na umoja Bwana, na utatenda makuu. Wengi watafunguliwa na kukombolewa. Asante Bwana kwa ajili upendo wako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Sasa nikutakasa kinywaji. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tazama hiki kinywaji nimekikabidhi mikono mwako. Naenda kukitakasa na kukibadilisha kisiwe kinywaji cha kawaida, bali kikawe ni damu yako Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Bwana, tunapoenda kunywa hiki kikombe Bwana, nguvu zako zikapate kutawala. Neno lako likatimie Bwana, jinsi ulivyonena ya kwamba tuwe tukifanya hivyo, ili iwe ukumbusho kwako Bwana, iwe ukumbusho wa mauti yako Bwana, ukajitukuze kwa ajili ya kila mmoja wetu. Asante Bwana kupita hiki kinywaji. Naomba Bwana ukatende makuu. Covenant zote za shetani zikavunjike, maana unasema ni kuweka angano nawe na ondoleo la dhambi. Asante Bwana, tunapoenda kushiriki, neema yako kwa wingi kapate kutawala. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu, naomba na kuamini. Amen. Basi chukueni. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu Baba, inaweza mambo yote. damu
Basi neno la Mungu ikasema, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kuwa ukumbusho. Na hivi hivi baada ya kula akaitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Basi unaweza mega mkate wako na kunywa kikombe chako sasa. Naipenda damu, Naipenda damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. naipenda, Naipenda damu, damu ya Yesu. Naipenda damu, naipenda damu, damu ya Yesu. Damu, naipenda damu, damu ya Yesu. Inaponya magonjwa, inaponya magonjwa, damu ya Yesu. Inaponya magonjwa,